Bwana asifiwe. Tuna amani. Somo nililonalo linasema madai ya nyakati mpya. Madai ya nyakati mpya au majira mapya. Madai ya nyakati mpya au majira mapya. Somo nasema madai ya nyakati mpya au majira mapya. Madai ya nyakati mpya au majira mapya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 8 na ile aya 22. Madai ya nyakati mpya au majira mapya. Muda nchi dumpo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, wanadamu hawakwepi mabadiliko ya nyakati. Kwa kitu cha msingi napaswa kijue ni kwamba mwanadamu hautakwepa nyakati mpya. Kuna misimu tofauti kwenye maisha. Kuna nyakati za kimabadiliko. Na hizo nyakati zinataka au zinadai baadhi ya vitu. Kwa kila unapoingia kwenye msimu mwingine, jifunze baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa kuingia navyo. Kama ni msimu wa kuingia kwenye ndoa, kuna mabadiliko yake. Kwa kuna madai ya nyakati au msimu wa kuingia kwenye ndoa. Kama ni wakati wa kupata kazi, kuingia kazini, kuna nyakati na kuna vitu vinadaiwa kwenye nyakati mpya kwenye maisha. Pale unapofiwa, kuna madai ya wakati. Kama ni mjane au ni mgana au ni yatima, kuna madai. Kwa kila stage ya kimaisha unaoingia ina majira tofauti na ina mabadiliko tofauti na ina matukio tofauti. Kwa hiyo nyakati zinakudai. Kuna vitu nyakati zinadai na utakwepa. Mwanadamu ana vipindi tofauti. Hapa anasema kwamba ziko nyakati, wakati wa hari, wa kaskazi, mchana na usiku, havitakoma. Hapa anaongelea misimu ya kiroho. Tuna misimu tofauti, tuna nyakati tofauti, na kila wakati unahitaji mambo. Sasa madai ya nyakati mpya. Jambo la kwanza, kitabu cha Mathayo sura 9. Mathayo sura 9 aya 16. Mathayo sura 9 aya 16 na 17. Hakuna mtu atiaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kukuu, maana kile kilichotiwa uondoa kipande cha lile vazi, na pale palipotapuka uzito. Wala watu hawatii divai mpya katika viriba vikukuu, na kama wakitia vile viriba upasuka, divai ikimwagika na vile vinaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhiwa vyote. Halo, mtazama mwenzako, mwambie divai mpya kwenye kiriba kipya. Alafu mwambie acha akili za kizee. Alafu mwangalie, mwambie be updated. Pige Yesu makofi. Moja wapo ya kitu ambacho kinahitajika unapoingia msimu mpya ni dai la maarifa, knowledge. Kila unapoingia kwenye hatua fulani ya kimaisha, unahitaji na ni dai la kuongeza maarifa. Halo, niliwaambia asubuhi, ukiwa una cheo unaweza kuishi maisha ya kawaida. Lakini wakati unapanda cheo au unapata position, mara nyingi ndani yako utajisikia kuongeza ufahamu kwenye hilo jina. Ukiingia kwenye nafasi au kwenye nyakati nyingine za kimaisha bila ufahamu, au utafaa, hiyo position itakukataa. Kwa kila unapoingia msimu mwingine, mara nyingi utasikia moyoni unataka uongeze kitu fulani. Unataka uongeze ufahamu fulani. Unataka uongeze kitu fulani kwenye ufahamu wako. Ni kwa nini? Kwa sababu majira yanahitaji ufahamu mpya. Ukiwa unaishi na akili zile zile, ni kuhakikishie pakija mabadiliko nyakati utaweza kuishi. Mwanadamu
aliye na consistency, aliye na mwendelezo ni mwanadamu anayejifunza. Kama unataka kujifunza, huwezi kuendelea kwenye opposition. Watu wengi wanaingia kwenye nafasi, wanashangilia, lakini consistency wanashindwa kuwa nayo. Mwendelezo wanashindwa kuwa nao. Ni kwa sababu hawajifunzi kuongeza kitu fulani. Bwana asifiwe. Nafasi ni majukumu, na majukumu ni ufahamu. Ukiingia kwenye ndoa bila ufahamu wa ndoa, unaweza kupata shida mno, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinahitajika kwenye nyakati hizo. Bachelor na aliyooa ni watu wawili tofauti. Sasa ndio maana kabla ya kuingia kwenye ndoa, wachungaji wanawafundisha. Kwa nini? Kwa sababu mnaingia kwenye mabadiliko ambayo mabadiliko kama una ufahamu, unaweza kuona ugumu wake. Ukipata cheo, kuna ufahamu wake. Ukifiwa, umezoea kuishi na mke na mume, kuna nyakati tofauti na kuna experience tofauti. Kwa hizo nyakati zinakutaka uwe ni mtu ambaye unaongeza. Mifumo ya elimu inabadilika. Mwalimu wa mwaka 90 na mwaka 2020 ni walimu wawili tofauti. Vitu vinabadilika, mambo yanakuja mapya, unahitaji kuongeza. Mwambie mwenzako ongeza uwezo, acha uvivu. Mtazame, mwambie ongeza uwezo, increase your capacity. Maandiko yanasema divai mpya ikikaa kwenye kiriba kitapasuka. Ukiingia kwenye nyakati bila kupanuka huku ndani, utaweza kuhimili. Halo. Ndio maana watu wengi mnapojisikia kujifunza, jifunze. Ukijisikia kuongeza elimu, ongeza elimu. Maana kuna jambo huko mbele Mungu amekusudia kukupa, lakini anataka uwe na qualification, anataka uwe na capacity ya kubusofu hilo jambo. Ndio maana unajisikia kujifunza. Zinakuja nyakati ambazo zitakutaka uwe na uwezo. Mnisikilize. Fursa zipo, wanadamu hawajifunzi, ila fursa zipo. Mwambie wenzako fursa zipo. Fursa zipo, lakini zinataka uwe na capacity. Unapataje? Lazima uwe ni mtu wa kujiupdate. Acheni kukalili kusema mimi ndo yule. Akili za kiseni mbaya. Sio tu kwenye uchumi, hata kwenye huduma, kwenye vipawa, kwenye kila jambo lazima uwe ni mtu ambaye unaongeza mambo huku ndani. Acha zamani, acha kuwa ni mtu wa misimamo fulani ambao hutaki kupata mabadiliko. Kuna dunia utaishi. Bwana asifiwe. Ili usurvive kwenye mabadiliko nyakati, jifunze. Upikaji wako wa chapati wa mwaka 90 inawezekana kuwa tofauti na kesho. Halo. Kuna watu ambao nyakati zinakuja, Mungu anawaambia wasome kitu fulani, halafu hawataki. Wanasikia kusoma, halafu baadaye mifumo inawakataa. Lakini Mungu alisema nao kwamba kuna mabadiliko yanakuja. Jifunze, ongeza kitu. Unafanya biashara hiyo kwa akili hiyo, matokeo yale hauzalishi zaidi, kwa sababu ujifunze. Ukiona umekosa mguso wa kujifunza, ndio umekufa. Biblia inasema, akawaambia mwendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu mpaka ukamilifu wa dahari. Wewe ni mwanafunzi mpaka Yesu anarudi. Jifunze kuwa na mentality ya kuwa humble, kunyenyekea na kujifunza vitu kwa watu wengine. Kujifunza vitu na kuongeza maarifa. Biblia inasema watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, sio kwa kukosa maombi. Without knowledge wanakuwa destroyed, wanaharibikiwa vitu. Unalea watoto kwa akili zile, kwa akili za baba zako zile. Watamani kuwa na kizazi cha nyakati hizi. Wewe ulivyokuwa nyumbani tofauti na kizazi hiki. Kizazi hiki na mambo. Jifunze namna ya kulea.
Punga mkono. Bwana asifiwe. Nyakati zinadai kuongeza. Hello. Nyakati zinadai kuongeza maarifa. Kwa hiyo ukisikia ndani yako kujifunza jambo, jifunze. Ukiwa ni mtu ambaye unaongeza vitu ndani yako, unachukua updated, wakati hautakataa. Watu wengi ambao hawako tayari kujifunza, nyakati zinawakana na kuwatupa nje kwenye mifumo. Kuna watumishi ambao miaka 70, 80 mpaka leo unaweza ukakaa chini ukawasikiliza. Mpaka leo ni watu ambao wana knowledge for this generation. Unajiuliza ni kwa sababu hawa watu wanajifunza kujifunza. Lakini wale ambao wamekaa na kusema nimeishi hapa, hataki kuongeza, ndio hao mnasema alikuwepo mtu fulani maarufu, hatumsikii. Why? Without being updated, utatoka kwenye system. Hautatembea na kizazi na kizazi. Ndio maana Biblia inasema akawafunulia akili zao waelewe na maandiko. Kwa sababu kwa kadri unafunuliwa, unapata wazo jipya, ndio unaweza kusurvive kwenye system. Mwambie mwanza kuji-update wewe. Hiyo window imechoka. Be updated. Bwana asifiwe. Jifunze. Jambo la pili. Sadaka. Sadaka ni dai la pili la nyakati mpya. Sadaka ni jambo la pili la nyakati mpya. Kwa unapoingia msimu mwingine, sadaka itaongea. Utajisikia kutoa sadaka. Kuna watu unaweza kuwa unatafuta kazi na usipate milele, kwa sababu Mungu anakupa maelekezo. Na mojawapo ya maelekezo ni utoaji wa sadaka kwenye msimu mpya. Angalia kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura, kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura ya 17. Nikipata mstari nitakusomea. Moramandara. Hakika wema nazo fadhili sitani wacha mimi. Kwenye 17 Wafalme aya 8. Sadaka inahitajika kwenye msimu mpya au kwenye nyakati, kwenye mabadiliko ya nyakati. Neno la Bwana likanijia kusema, ondoka uende Sarepta uliye mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama nimemwagiza mwanamke mjane na huko akulishe. Basi akaondoka kwenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji. Mambo yako langoni pa mji. Kumbe mwanamke mjane alikuwa akiokota kuni, akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chuoni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwambia akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Na akasema, kama Bwana Mungu aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa, ila mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni 2 niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuure tukafe. Elia akamwambia, usiogope, nenda ukafanye kama ilivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo kaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu asema hivi, lile pipa la unga alitapungua. Bwana asifiwe. Kati ya kitu ambacho ni muhimu sana unapoingia kwenye nyakati tofauti za maisha, ndani yako Mungu atakusisitiza kutoa sadaka. Ile sadaka sio sadaka mchungaji amesema, ni sadaka ambayo utasikia moyoni. Huyu mwanamke walikuwepo kipindi majira ya njaa, wakati ule mvua ilikoma. Kipindi hicho Israeli ilikuwa na njaa kubwa. Huyu mwanamke alikuwa kwenye wakati mgumu sana. Mungu anampa maelekezo Elia. Anamwambia nenda kwa mwanamke. Biblia inasema, angalia, Elia alipokuja kukutana yule mwanamke akiokota kuni, Biblia inasema akasimama mlangoni. Noti mlangoni. Akasimama mlangoni. Maana yake sadaka Elia alipewa kwa akiwa mlangoni. Kwa nini akupewa akiwa kwenye kiwanja au akiwa mahali pengine? Biblia inasema akasimama langoni. Alafu akamwambia, niletee maji. Naomba watu wawili hapa. Boni njoo na mwenzao. Nina wa mdu. Ndio rafiki yangu. Halo. Elia akamwambia,
Nimesimama mlangoni. Ujifanye unaokota kuni. Jifanye unaokota kuni basi. Halo? Akasimama langoni. Huyu ni Elia sasa. Akamwambia, ninaomba maji. Njoo umpe maji. Naomba maji. Njoo umletee. Kabla hajaleta, soma Bible vizuri. Kabla hajaleta akamwambia, letee mkate. Nenda ulete mkate. Sasa mnisikilize. Subiri. Mnisikilize vizuri. Kuna kitu nataka ukione. Amemwambia naomba maji. Mwanamke alalamika au kulalamika? Sio mnisikilize akisema. Kuna vitu viwili alimuomba kwa wakati mmoja. Akamwambia ninaomba maji ya nini? Ya kunywa. Mwanamke akakimbia maji yapo. Kabla ya kuleta maji akamwambia naleta mkate. Hapo ndo alianza kugombana. Yaani kwa Elia alikuwa na maana gani? Mkate na ni maji, kakimbia haraka. Lakini mkate ambia Elia, ndio imebaki unga kidogo nipike na wanangu tufe. Wewe Elia unihurumii bana. Akalia. Akajisikia vibaya. Mnisikilize. Ukisikia Mungu anakudai sadaka usiye na uwezo nayo, yani hakipatikani Christ, ni sadaka ya msimu. Warudie sadaka sio mnipate. Ukiona Mungu anakudai sadaka uliyo nayo, yani ni ile ambayo ndani yako ni rahisi kutoa. Kwa sababu mwanamke alipoambiwa maji alikuwa nayo, si ndio? Available alikuwa nayo, akakimbia akamwambia okay, niguse kwenye mshono, letee mkate. Akalia. Kwa nini akulia wa maji? Akalia wakati wa mkate, kwa sababu mkate ndio kitu cha mwisho alikuwa amebaki nacho. Pigie Yesu makofi, naomba kae. Angalia ile sadaka alidai akiomba langoni. Maana yake sadaka aliyokuwa anaipata Elia anaitaka ilikuwa ni sadaka ambayo mtu amebaki nayo ya mwisho. Ndio amebaki nacho. Inaweza kaa 1,000 umebaki nayo ikakutoa maisha. Sio kama umeelewa? Ndio maana mwanamke alipokuwa analeta ile fedha wakati wa Yesu, Biblia inasema huyu ndo ametoa kuliko wote. Watu wametoa vilivyowasidia, lakini huyu ametoa kila kitu chake. Watu wengi wakipitia maisha magumu, maisha ukame, uchumi usomi, ana pesa imebaki labda kwa ajili ya ada tu, ada ya watoto ameiweka, na maisha ni magumu. Mungu mara nyingi ili kukuondoa na kuingiza kwenye majira ya kupa kipato au kufungua malango yako au kazi au ndoa, kwenye maisha magumu Mungu anadai sadaka ya kile ulichobaki nacho ambacho ukikutoa hauna kingine. Na hapo ndo watu tunapoteza baraka nyingi. Madai ya sadaka. Kila wakati unapoona maisha ni magumu na Mungu anataka kufanikisha, anakudai sadaka ndani yako ya ulichobaki nacho. Hii nimeona kwa maisha. Kuna wakati fulani nilikuwa natafuta kazi. Kipindi nikiwa chuo nilikuwa na boom 0%. Kwa hiyo nilikuwa najilipia ada mwenyewe. Kwa hiyo nikaanza kutafuta kazi mitaani. Nimezunguka nakosa kazi. Sasa una certificate, una cheti cha form 6. Kwa hiyo nikaanza kupambana mtaani. Nilizunguka hizo Ubungo sana, nilikuwa nazunguka mno. Siku nimeenda mahali, nikasema naweza nikafundisha tuisheni bwana. Nikaenda mahali fulani, nikaomba kazi wakaninyima. Nikatoka wakaomba namba yangu nikaondoka. Nilibaki na 1,000. Na hiyo niliweka mfukoni. Nikasema hii ninaenda cafeteria nikale, na nikimaliza sijui jioni nitakulaje. Nimebeba ile 1,000 mfukoni. Ninapita Ubungo. Kabla hiyo interchange hapo walikuwepo akina watu wanaomba hela. Sio kawaida yangu kuwapa hela, kwa sababu kuna wengine tu wana mambo yao. Mpaka usikie moyoni. 1,000 ndio imebaki hiyo 1,000. Nakimbia niende Mabibo hostel pale, nikipata chakula nitakula. Nimetembea, nimempita yule baba akaniomba. Nikasikia moyoni nimpe.
lakini swali nasema nikimpa nitakula nini? Ndio nimebaki nayo. Natembea na miguu, maisha magumu. Nimepita mara ya kwanza namna hii, nikajikausha, nikaondoka. Ile sauti nikaikataa. Nimefika pale mbele, sauti kasema, toa. Mwambie mwenzako nguvu ya buku. Mara ya pili nilikuwa kama mtu ambaye nimechanganyikiwa. Nilikuwa naenda, nasikia nitoe, nirudi nyuma, nikienda kumpa najiuliza muone nitakula nini. Nikarudi. Mara 3 na pambana. Mara ya 4 nikasarenda, nikampa 1,000. Na mpa 1,000 nikiwa na maumivu, nitakulaje? Nimeenda, nimekaa dakika fulani, nikapigwa mtu fulani akaniambia, "Mtumishi uko wapi? Naomba tuonane." Yule mtu akanipa tuela ya chakula. Maisha yakaendelea. Baada ya siku kama 3 napigiwa simu. Wale walionikataa kwenye kazi wakanipa kazi. Piga Yesu makofi. Ile kazi niliipata, ilinisaidia kupata hela mpaka namaliza chuo. Unajua kwa nini? Kwa sababu watu wengi kama hatuna, tunafikiri tu kutoa. Na mara nyingi watu wako kwenye maisha magumu sana. Pale ndipo Mungu akitaka kukutoa, kukuingiza kwenye mlango mwingine, kukupa opportunity, kukupa fursa nyingine. Mara nyingi Mungu anaweka moyoni kudai sadaka. Nimeona tu mara nyingi. Siku nyingine nilikuwa na penyoni maliza chuo, natafuta kazi. Hiyo wiki nilijisikia ndani yangu kutoa sadaka, sina hela. Siku moja nilikuwa na 1,000. Napanda Mwananchi, naenda mawasiliano, natembea na miguu. Na 1,000 hiyo. Niliombwa na watu 5 nauli. 5 people nauli. Mimi najua nikiona na kuna hela inahitajika ambayo sio kawaida, watu 5. Na Mungu alishaniambia ni majira mapya. Na nilitoa hela niliyokuwa nayo. Ndio maana mimi Mungu amenibariki sasa hivi. Lakini nikuta mtu ana nauli na muelewa. Wewe unaweza usimuelewe kwa sababu na kiburi tu, labda umekuja kwenye familia zenye hela. Huwezi elewa. Mtu asipokuwa maskini hawezi kujali maskini. Mtu asipopitia hawezi kuwakumbuka wengine. Mimi najua. Kibifani nilikuwa Goba pale na kipindi nikiwa nachumbia. Tumeenda kwenye huduma mahali na mke wangu mtarajiwa, tunatembea kwenye bajaji, ghafla kumbe nimesahau, nilikuwa na books nimesahau wapi. Nimepini. Hapa unamchuma mtarajiwa alafu una hela. Unaonaje hiyo? Siku moja nimefika pale nikasema hapa nijipe ujasiri, niombe daladala nauli. Daladala nafika namwambia na 200 hapa. Akamwambia umeshika mrembo, una nauli, toka. Aibu, kaniaibisha sana. Tumepitia. Lakini kilichotutoa tulikubali tulichonacho hata kama kidogo, tukatoa kwa Mungu. Kila wakati unapopitia maisha magumu, sikiliza maoni. Mungu akitaka kukutoa lazima atadai sadaka. Nenda kajifunza kipindi cha Nuhu kwenye sura 8. Tumesoma ule mstari. Nuhu alipogarika kanyesha, mvua ikanyesha, nchi yote ikaharibika. Lakini maandiko yanasema Mungu alimpa maelekezo ya kuweka wanyama wasafi kwa ajili ya sadaka. Alipotoka kwenye safina, dunia nzima ilikuwa na shida. Hapa kuwepo mti, hapa kuwepo chakula, dunia haikuwa haina kitu. Msimu mpya, new season. Bible inasema Nuhu akajenga madhabahu, akatoa sadaka. Pia sasa ile sadaka Mungu akasikia harufu ya kumpendeza. Mungu alimbariki Nuhu, akampa kulima, akalima, akajaza dunia. Nisikilize, sadaka ya Nuhu ndio imeleta miti unayoona. Isingekuwa ile sadaka ya majira mapya, miti isingeota. Mungu alisema toe sadaka aweze kuchipusha, ampe utajiri. Mpaka Nuhu akarima, akafanikiwa, akafuga, akaanza kulewa. Why? Sadaka. Kutoka sura 12 kuanzia aya kwanza. Mungu anawaambia huu ndo mwanzo wa miezi kwenu, ndo mwanzo wa majira kwenu, ndo mwanzo wa miaka kwenu. Alipowaambia ndo mwanzo,
anawaambia this is a new season. Haya ndio majira mapya, mnaingia kwenye msimu mwingine, mnaingia kwenye mabadiliko ya maisha. Mlizoea Misri, leo nawatoa usiku, mnaenda wakati mwingine, kipindi kingine, season nyingine. Biblia inasema, akasema mtachukua mwana kondoo mtamchinja. Ile sura ya 12 ndio sehemu ambapo Waisraeli walitoa sadaka, wakapaka damu kwenye mimo ya milango. Ile sadaka iliwafungulia mlango kwenye new season, kipindi kichacho, mabadiliko. Mungu alitai sadaka. Huwezi kuingia kwenye majira mengine bila dai la sadaka. Utasikia kutoa sadaka. Ndio maana unaweza kugundua kwa nini watu msimu kuingia mwaka mwingine kuna watu wanatoa kafara. Kwa nini? Wanaingia kwenye kipindi kingine, wanatafuta nguvu kwenye new season, kipindi kipya. Ndio maana unapoingia msimu, sadaka ni lazima. Ndio maana kuna watu wamejiwekea majira ya kupanda, ni sadaka ya msimu mpya. Pugani mikono namna hii. Mungu anataka sadaka. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura 4 kwenye mstari ya mwishoni kabisa, ya kwamba Mungu alimtuma Elia kwa mjane. Unamwona Elia amekuja kwako, Mungu amemtuma kwako, huna kitu. Elia anakudai sadaka ambayo umebaki nayo, kwa sababu Mungu amemtuma kukuondoa kwenye tabu. Mungu amemtuma kukuondoa kwenye umaskini. Mungu amekutuma kuondoa kwenye huzuni. Mungu anapotuma watu wake kukudai sadaka kwenye majira, ni kwa sababu Mungu ndo anawatuma. Mnisikilize, watu wanaweza kuwa na shida wengi. Ukiona Mungu amekupendelea, amekudai sadaka, anakupenda, wewe ni nani? Naongea kitu ambacho watu wengi wanapishana. Kuna watu wanaomba kazi, wanakaribia kupata kazi, halafu ndani yao wanajisikia watoe sadaka, wanapuuzia sauti. Unaingia kwenye ndoa, toa sadaka, unapuuzia sauti. Mnisikilize, unapandisha cheo, unasikia kutoa sadaka, unapuuzia sauti. Unapata promotion, unatamani usikia kutoa sadaka, hautoi. Kila unapoingia kwenye mabadiliko ya nyakati, mara nyingi kuna dai ya sadaka. Ndio maana unaweza kugundua kwa nini kuna watu siwasemi wao ile sikukuu ya tarehe 25. Sio wote, lakini baadhi yao wanatoa sadaka zao makafara kwenye makaburi. Halafu wakiingia mjini hapa, wataka ukompini nao kwenye biashara. Never. Kwa sababu kazi ya sadaka ni kubaka. Sadaka yake ni kupa nguvu nyuma yako ikusupport. Ndio maana hiyo sadaka ya msimu mpya, unapoingia lango la muda, uwe na supporting power na nguvu nyuma yako. Punga mkono namna hii. Alo, jambo la tatu na la mwisho, toba. Mwambie mwenzako toba. Toba, repentance and sanctification. Toba na utakaso. Na malizia, toba na utakaso. Jambo la tatu ni toba na utakaso. Matendo ya Mitume sura 3 aya 19. Matendo ya Mitume sura 3 aya 19. Matendo ya Mitume sura 3 aya 19. Tubuni sasa, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tubuni basi, mrejee, mpate nyakati za kuburudishwa. Nyakati za kuburudishwa anamaanisha nyakati za mafanikio, nyakati ambapo unaingia kwenye msimu, Mungu anakufurahisha, Mungu anakupa jambo fulani. Kwa hiyo mnisikilize, anasema unapotubu zinakuja nyakati za kuburudishwa. Watu wengi unapoingia kwenye majira fulani, au ujui au unajua, lakini kuna kipindi kingine kinakuja mbele. Sana sana kipindi cha kutoka, kipindi cha kufanikiwa. Mara nyingi ndani utajisikia kuomba toba sana. Unasikia kuomba toba sana. Unasikia labda kuwa na mifungo, kunyenyekea kwa Mungu. Unasikia hiyo ndani. Sio kawaida, sio mchungaji amesema. Unasikia ndani kuomba toba. Kwa sababu toba inakufungulia mlango mema. Kwa nudeshe desio.
toba inakufungulia mlango wa mema. Bila toba mlango wa mema huoni. Nyakati za kuburudishwa. Na shetani akitaka akufilisi, unapoingia kipindi kingine au ngazi nyingine, mara nyingi wakati unaingia piki ya kupata jambo fulani, analeta watu au anakuchafua. Watu wengi hatujui, kuna kipindi mtu anasikia tamaa au kufanya kitu fulani na anasikia msukumo sio wa kawaida. Ni kwa sababu mbele yako kuna bahati, kuna neema. Kama vile Yusufu mbele yake dakika chache palikuwepo neema. Akaweka mwanamke kwenye geti ili azimnae. Alikuwa anataka aibe fursa iliyoko mbele. Akamwahi mwanamke. That's why jamaa akasema hapana, siwezi. Angekweli angelala yule mwanamke, angepata bahati ya kula pesa, lakini zilikuwa ni za muda. Yule mwanamke angeweza kumfukuza kwa sababu alikuwa houseboy. Wewe unafurahia kitu fulani tu, mtu anakuja anakuingiza kwenye mtego, unafikiri tu unakula mema kwa muda, lakini kumbe palikuwepo future, ilikuwepo hatima kubwa huko mbele. Shetani akawahi, akaweka mtego. Kama vile Yesu walipoona nyota yake, Biblia inasema wakatafuta kumuua. Walipoona nyota ya Musa wakategea kumuua ili asifikie hatima. Kila wakati nyota yake inapata kung'aa, shetani anatupia vita. Washangani, mtu amechumbiwa vizuri, wanaenda vizuri, wanapendana vizuri. Shetani akiona hii ndoa inakuja kuleta vitu vizuri, ghafla wanalala pamoja tu. Shanga, mtu anamchukia mwenzake, anamkataa mwenzake. Anaweza kuwa ametoa mahali, amemfikisha pete ya uchumba na akamkataa, kwa sababu shetani aliwategea sehemu yenu ya kutoboa. Jifunze kabisa. Ukitaka kuingia msimu wa ahadi za Mungu, jifunze kufanya utakaso, jifunze kuomba toba. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Wakorintho sura ya 2 aya 7. Wakorintho 2:7. Shakakatata. Wakorintho 2 sura 7 aya ya kwanza. Angalia, soma mstari vizuri, usome vizuri. Wakorintho 2 sura 7 aya ya kwanza. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo. Angalia, kwa kuwa tuna ahadi hizo. Asitimii tu kwa maneno. Unaweza ukaona ahadi, umeahidiwa, Mungu atakufanikisha, utakuwa mama wa mataifa, utakuwa kiongozi, wakakutolea unabii, kama vile ambavyo Israeli ilitolea unabii, ikaambiwa baada ya miaka 400 wataenda ngambo, watalishi nchi iliyojaa maziwa na asali. Lakini miaka 400 imefika, shetani amewatupia giza. Imeenda miaka 30 zaidi ya ahadi ya Mungu. Mnisikilize, kuna watu wanacheleweshwa. Umeahidiwa jambo halitimii, unasema Mungu kwa wakati wake. Unaweza ukafa na ndoto yako haijatimia. Sio kwa sababu Mungu acha kuahidi, umeshona kuelewa principles za kiroho. Moja wapo ya kanuni, unapoona kabisa kuna mwelekeo wa kwenda mahali, utasikia moyoni kuna mwelekeo unakuja, kuna kitu kinakuja. Jifunze kukaa mtini kwa toba na kwa utakaso, kwa sababu msimu mpya unahitaji toba, unahitaji utakaso. Shetani akikuwahi hapo akakuchafua, umekwisha. Umeomba kazi inakuja na ni kazi nzuri tu, ghafla umelala na binti, umelala na kijana, umefanya uchafu, umekwisha. Wengine mpaka udanganyifu, unafanya uongo na singiziwa, wanakutupia kisingizio, unachafuriwa kabisa. Ukishachafuriwa, jina lako linaondolewa mahali ambapo ungeenda. Unakaribia kupata cheo, unakaribia kupata position fulani, ghafla jina lako linachafuriwa kwenye ulimwengu wa roho. Wanakutupia kashfa, maneno, wanafikiri kawaida. Ni vita inatupiwa ili kukuchelewesha kutafikia hatima yako. Ukiona mahali unasingiziwa, sio wanadamu wala kusema, kwa sababu kuna kitu kipya kizuri kingetokea mbele. Kwa wana target ili uchafuriwe kiroho, uchafuriwe kwa watu, uchafuriwe kwenye mioyo ya watu, uondoke kukuamini ghafla.
Kuna mabinti hawaolewi kwa sababu wamechafuliwa, wameundiwa zwengo. Huyo binti ana ukimwi, hiyo binti ni malaya. Kumbe binti hata sio hivyo, amechafuliwa ajui. Kila wapita vijana wanaambiana, kama niviona ukanisani wanaambiana, nilisikia huyu binti yuko hivi, binti yuko hivi. Kumbe ndio majira yake ya kuolewa. Shetani anakuchafua. Ule wakati ukishaisha utapata tena, umeshacheleweshwa. Na watu wengi sana wamepitia kipindi hicho kigumu. Mnisikilize, kila wakati unahitaji toba na utakaso. Ukisikia hilo jambo, Mungu anakupeleka level nyingine. Sema amen. Funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa. Watamani kuingia kwenye misimu mpya, vipindi vingine. Wamekwama, wana maisha magumu. Mungu atakaofanikishe na wapeleke mahali pa ahadi yao. Lakini ndani yao shetani amewachafua. Shetani amewachafua. Shetani amewachafua. Shetani amewachafua. Baba, tunaomba rehema juu yao. Baba, tunaomba msamaha juu yao. Baba, warehemu, usikumbuke dhambi zao. Tunaomba rehema kwa ajili yao. Waliokuwa wanataka kuingia kwenye ndoa, shetani akawachafua. Baba, tunaomba rehema. Wanataka kuingia shuleni, shetani akawachafua. Tunaomba rehema. Wanataka kupata mtaji, shetani akawachafua. Baba, tunaomba rehema na toba. Waliotaka kupanda cheo wakachafuriwa, wakosa kutii sauti yako ya utoaji wa sadaka. Baba, tunaomba rehema. Yesu, tunaomba leo kawajalie, ukawatakase na kuwarejesha kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaomba kwa damu yako, shetani alipokamata fursa zenu, shetani alipokamata milango yenu, inaondoa ya mitego iliyowekwa, inaondoa hicho kiambaza kilichowekwa. Yesu awape hatua nyingine. Yesu awape njia nyingine. Yesu apiganie mvuke hiyo mitego. Katika jina la Yesu Kristo, inaomba nguvu za Bwana zikatembee juu yao. Oropokoria sakata. Nyosha mikono miwili. Naona moto wa Mungu unatembea. Moto wa Mungu unatembea. Nyosha mikono miwili. Oropokoria sata. Orobo sakata. Inaomba moto utembee juu yako. Nguvu za Mungu zitembee kukusaidia. Nguvu za kukomboa na kusaidia. Utakuwa mwanzo wa mwezi kwako. Utakuwa mwanzo wa mwaka kwako. Pokea urejesho wa Bwana. Pokea msaada wa Bwana. Mapepo yaliyowashika na kuwachelewesha, yamechelewesha hatima zao. Yamechelewesha hatima zao. Yamechelewesha kazi zao. Yamechelewesha ndoa zao. Yamechelewesha maisha yao. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Bwana ikatembee juu yako. Bwana kutakase. Oropokoria sata. Oropokonda rabaseto. Isakakakaka. Yesu akujalie neema. Usipotee. Yesu akutoe. Yesu akutoe mama. Yesu akutoe mama. Mateso ni mwisho. Maisha kutukana aibu ni mwisho. Ulivyotumikia umasikini vinatosha. Ulivyokuwa kwenye hali ya mateso vinatosha. Ulipokaa kwenye uchungu mama inatosha. Yesu akujalie neema mpya. Yesu akupa kibali kipya. Oropokoria satarabako. Ninafuta andiko lililoandikwa ya kwamba mtu huyu achafuriwe, mtu huyu akose fursa, mtu huyu akose kazi. Ripakatatatata shakakatababosa. Kuna mtu anataka kusaidia kukupa mtaji, umechafuriwa. Oropokoria satarababora. Yesu akutoe. Yesu akutoe. Usafishwe kwa damu ya Yesu Kristo. Inanyuza damu ya mwana kondoo kwenye mikono yako na upaso wako. Yesu akutoe kwa damu yako. Orobo shakata. Sema, Bwana Yesu, ninaomba univushe. Ninaomba unisaidie. Nimechoka. Tamani msaada wako. Asante kwa maelekezo ya kunitoa na kuniingiza kwenye msimu mpya, msimu wa mafanikio, kipindi kingine. Yesu, asante. Ninaomba unikumbuke. Kama kuna mtu amepitia maisha ya mateso,
mateso ambayo ana kikomo, na utamani kutoka lakini bado, sogea mbele hapa. Morapaka hakika, sogea haraka hapa mbele. Ningeweza kuomba baadaye kwenye semina jioni, lakini nasikia nikuombee sasa hivi. Ramakonda njoo. Morapakorios